Sabri Zamil Al-Mindri. Lakini nataka kuambia kitu kimoja katika jambo la historia ya Kiislamu. Kuna misingi ya kiutafiti na misingi ya kuisoma hiyo historia. Kuna baadhi ya vitabu vinaandikwa al-madkhalu ila ilmi at-tarikh. Mtu anasomeshwa namna ya kuweza kusoma elimu ya tarikh. Miongoni mwa mambo ya msingi kabisa ambayo tutakiwa tuyazingatie tunaposoma historia. Ukisoma vitabu hivyo utaona kuna njia za simulizi. Sawa? Kupata habari za watu wa kale kuna njia za simulizi. Lakini pia kuna njia za nyaraka, alwathaiq. Lakini pia kuna njia za mabaki na kumbukumbu za kale na mambo ya kiolojia, hafriyati. Hizi ni njia muhimu sana za kuleta ithibati juu ya jambo fulani. Kwa mfano, utaka kuthibitisha kwamba katika mji fulani paliishi watu wa aina fulani au jamii ya watu fulani, lazima ima tupate masimulizi sahihi kwa mujibu wa taratibu za upokezi wa habari, au tupate nyaraka zenye kuthibitisha hilo, au tupate mabaki ya asili ya kale ambayo yataingizwa kwenye maabara huko, yatapimwa, ataangalia kujua kwamba hapa kuna jamii ya watu fulani waliishi. Hili jambo la tatu limekuwa gumu sana, hata wale walioandika historia kuu ya Afrika. Imeandikwa na wataalamu mbalimbali, iko kwenye volume 10, iko pale kwenye library yetu. Wataalamu mbalimbali wa Afrika, maprofesa wameandika. Wasema hii njia ya tatu hii ni ngumu sana katika kuthibitisha mambo, kwa sababu inahitaji muda, inahitaji gharama, inahitaji nguvu kazi kubwa. Sawa? Lakini sasa katika masimulizi wao wameegemea zaidi, katika upande wa masimulizi wameegemea zaidi katika yale yaliyoandikwa na Waislamu, kwa sababu wao walijikita zaidi katika kufuata kanuni za upokezi wa habari, jambo ambalo halipatikani kwa watu wengine wote. Mnanielewa ninachokisema? Katika nyaraka za kale hili jambo lipo, lakini katika baadhi ya nchi ambazo zina kumbukumbu za kale na kuna nyaraka ziko zimehifadhiwa, lakini si kila mahali, wala sio kila kabila, wala sio kila jamii ina utaratibu wa kuhifadhi nyaraka za kale. Wewe rudi kwenye kabila lako, hebu katafute nyaraka za kale zinazoonyesha babu yako wa 15 kama utapata, babu yako wa 10, kwamba kuna nyaraka zinaelezea sasa huko za kumbukumbu, huwezi pata. Lakini kuna baadhi ya jamii utapata vitu kama hivi. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu kupata taarifa za watu wa aina fulani kupitia hata hizi nyaraka. Kwa hiyo tabaki njia ile ya simulizi. Kwa mfano sasa, sisi Waislamu tunapotaka kujua idadi ya masahaba na idadi ya tabi'in na idadi ya atba'u tabi'in, yani kizazi cha kwanza kilichokuwa katika zama ya Mtume swalla salam, waliomuona na kukutana na Mtume swalla salam, waitwa nani hao? Masahaba. Kizazi cha pili, kizazi cha tatu, kizazi cha 4, kizazi cha 5, yani mpaka karne ya 5. Habari zao zimethibitiwa kwenye vitabu maalum. Tunayo majina ya maswahaba wote ndani ya vitabu vya Kiislamu, tena kwa tabaka zao. Tunayo majina ya tabi'ina wote, tunayo majina ya atba'u tabi'ina wote, na miji waliotoka na mahali walipozaliwa na miaka waliokufa. Mnaelewa ninachokisema? Kwa hiyo mtu akisema kulikuwa na swahaba alitoka Bukoba akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama, tutakuuliza aitwa nani? Alafu tutajie sisi tuarudi tu kule tuangalia orodha ya masahaba. Sawa?
hayumo, si swahaba huyo, utakuwa wadanganya watu tu. Ni kama zile hadithi za Babu Gojo, umeelewa? Fulani alikwenda Madina kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipofika pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kashafariki. Hawa wanaitwa al-mukhadhramun. Hii ni tabaka nyingine, wanawazuoni wamewaandikia vitabu maalum kwamba katika al-mukhadhramun ni bwana fulani na bwana fulani na bwana fulani. Sasa wewe mtaje huyo wako aliyetokewa Kilwa Kivinje au Masoko, au aliyetokea Ruangwa au Liwale, sawa, alitokea Pemba, mtaji aitwa nani? Sisi tutarudi tutakwenda kuangalia kule, kumbukumbu ziko. Kama sisi tumeshindwa kuhifadhi, wenzetu wamezihifadhi kumbukumbu hizo kwenye vitabu vya Kiislamu. Mtutajie nani? Huyu bwana aitwa Pandu. Kama Pandu hayuko, sawa, huyo Pandu hayuko huko. Hivyo hivyo katika atba'u tabi'in. Alhamdulillah, yani katika Uislamu tuna raha kubwa kabisa, kwa sababu kuna watu walitufanyia kazi. Lau kama tungeachiwa sisi, kila kitu kingepotea. Umeelewa? Yani wewe kumbukumbu za muda mfupi tukiambiwa lete madaftari yako ya darasa la kwanza, huna hata moja, mjuzi tu hapo, lakini huna chochote. Huwezi kuhifadhi kumbukumbu zako, sikwambii za babu yako na babu yako, lakini wenzetu walituhifadhia kila kitu kipo. Sasa yoyote atakayekuja akadai jambo fulani, kwa sababu hiki ni kizazi chenye sharafu na umma unatakiwa ujinasibisha kwenye kizazi hicho. Kwa hiyo ukitaka kumpenyeza mtu, ina maana unamuingiza mtu katika sharafu ambayo hana. Usiseme tu kwamba walikwenda, walikuwepo nani na nani. Tutarudi kwenye tabakati ya Khalifa bin Khayyat, tutakwenda kuangalia katika tabakati al-kubra ya Ibn Sa'di, tutakwenda kuangalia vitabu vimejaa, vimeeleza watu. Wewe angalia baadhi ya maimamu, mfano al-Imam Ibn Asakir. Imam Ibn Asakir yeye ameamua kuandika watu walioingia Dimashq, akaandika volume 82 katika baadhi ya chapa. Katika chapa nyingine zimetoka volume 100. Kila aliyefika Dimashq katika ulama wal umara wal wujaha ataeleza habari zake. Kuna fulani na fulani na fulani na fulani, huyu fulani aliingia mwaka fulani akasoma kwa fulani na fulani na fulani. Wafa mchezo hiyo. Hivyo hivyo wanazuoni walioko Maghrib al-Aqsa, walioko Misri, wameandika watu walioingia Misri na kusoma na kutoka, katika wanazuoni, katika watawala, watu mashuhuri. Kina Mansa Musa wamepita, habari zao zimeelezwa kutoka Mali, Timbuktu, na utajiri walionao. Basi hawa tu kutoka Kilwa ndio hawajaelezwa, hawa tu. Sasa historia haiendi namna hiyo kwa kubunibuni. Yaani hatuzungumzi kwamba tutachukia sasa kwamba itakuwaje watu kutoka Kilwa, la. Alafu Kilwa ya Kiislamu, jambo jingine sasa, Kilwa ya Kiislamu ilikuja baada ya kusimama dola ya Washirazi. Baada ya kusimama dola ya Washirazi mpaka mwisho, mtawala mwisho Abul Mawahib. Sidhani kama alikuwa mwisho, lakini yule mtawala aliyekutwa na Ibn Battuta alikuwa ni Abul Mawahib, mwaka 700 na kitu Hijiria, miaka 700 iliyopita. Kwa hiyo angalia, eti pia ukifika pale Kilwa Kisiwani, zile kumbukumbu zilizoandikwa na UNESCO pale wanaeleza hapa palikuwa na kitu fulani, amesema Ibn Battuta. Ina maana Ibn Battuta asingetuandikia sisi, tusingejua chochote. Pana mbuyu pale Kilwa pale, katika baada ile kasri hapa kuna sehemu pana mbuyu mkubwa. Wale walifika Kilwa Kisiwani, ambao hapa ndio ilikuwa mfalme akipumzika hapa. Ibn Battuta akasema hivi. Ina maana asingesema, sisi labda tusingejua, pengine labda tunajua mbuyu huu mbuyu labda una miaka 200, kumbe mbuyu una miaka 3000. Sababu mbuyu unaweza kwenda mpaka miaka 5000. Kuna mibuyu imo tangu enzi Nabii Musa. Unaelewa? Ni miti inaishi kwa miaka mingi sana.
lakini mpaka watuandikie sisi. Mfano, alikuja al-Imam al-Mas'udi mwenye kitabu Muruju Dhahabi, alikuja alifika Kambal. Kambal ni mji unaosemekana unaitwa Pemba, katika majina yake ilikuwa kiitwa Kambal. Al-Imam al-Mas'udi amefariki mwaka 345 Hijiria, miaka 1100 iliyopita. Si leo tuko 1445. Sasa yeye alikuja mwaka, yani yeye amefariki mwaka 345 au 60, kitu kama hicho, sikumbuki bidhabt, lakini miaka 1000 takriban na 100 iliyopita. Asema katika watu aliwakuta watu wake wengi ni Waislamu na wao wanazungumza Kibantu, yatakallamuna bizinjia. Simuelewa. Miaka 1000 iliyopita nyuma alikuja, akataja katika vyakula vyao ni viazi vikuu, mkono wa tembo. Hamtaki kusoma historia, shida yenu. Akataja baadhi ya vitu na lugha ya zamani, na watawala wao wakiitwa wafilimi, kaandikwa hivyo wafilimi, anakusudia wafalume, mkulunjulu na mambo kama hayo. Akataja lugha za Bantu pale, kaja siku nyingi sana. Mnanielewa sio? Lakini wao wametuandikia, lakini huku nani kaandika mambo ya miaka 1000 iliyopita? Hakuna. Kiasi ambacho sasa Sheikh Abdullah Salih Al-Farisi alipokuja kuandika wanawazuoni wa kishafi wa mashariki ya Afrika, akawataja wanawazuoni walikuwa katika daula ya Abu Said, ikawa ni mchango mkubwa mno, kwa sababu kabla ya hapo hapajaandikwa kitabu mfano wake. Sasa daula ya Abu Said ilisimama mwaka 1804